Kinachoendelea hivi sasa ndani ya msikiti wetu huu ni utambulisho wa washiriki wa mashindano makubwa yanayoandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation, mashindano ya mabara yote ulimwenguni yatakayofanyika siku ya Jumapili tarehe 1 kuanzia saa 12 asubuhi katika uwanja mkuu wa taifa, uwanja wa Mkapa, mpaka yatakapotamatika. Washiriki wetu wa mashindano hayo katika siku hiyo, walilahi alhamdu, wamefika ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini si tu katika nchi ya Tanzania, wako sasa ndani ya Jamiu Nuril Hikma. Wameswali pamoja nasi, tutamsimamisha mmoja baada ya mwingine ili muweze kuwatambua na kujua lile jambo lililokuwa likisemwa kwa maneno hatimaye sasa limewiva. Sasa hivi ninamnyenyua au ninamtambulisha kwenu mshiriki anayetoka katika bara la kwanza, bara la Amerika ya Kaskazini. Mshiriki huyu anatokea katika nchi ya Canada. Jina lake ni Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa Hawaded. تعال سلم على المسلمين بهذا. هيا تعال هنا ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا, بارك الله فيك. اجلس. Huyu ni kijana wa kwanza mshiriki kutoka katika bara la Amerika ya Kaskazini, kutoka nchi ya Canada. Jina lake ni Muhammad Mustafa. Pamoja naye katika bara hilo la Amerika ya Kaskazini ni kutoka katika nchi ya Mexico. Jina lake ni Ethan Gonzalez Zaragoza. Ethan Gonzalez Zaragoza. Salim ala almuslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hao ni washiriki wawili kutoka katika bara la Amerika ya Kaskazini. Tunakwenda kwenye bara la pili, bara la Amerika ya Kusini. Mshiriki wake anatoka katika nchi ya Barbados. Jina lake ni Yusuf Abovat. Yusuf Abovat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرب ما في مشكلة. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Huyo ni mshiriki kutoka katika bara la Amerika ya Kusini, kutoka katika nchi ya Barbados. Jina lake ni Yusuf Abovat. Bara la tatu ni bara la Ulaya. Bara la tatu ni bara la Ulaya ambalo mshiriki wake anatoka katika nchi ya Sweden. Jina lake ni Shuaib Muhammad Shafi. Shuaib Muhammad Shafi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pamoja naye nchi ya pili ni mshiriki kutoka katika nchi ya German. Jina lake Usama Abdullah Barghuth, lakini maskini ya Mungu kidogo amepata mtihani wa maradhi, yupo katika matibabu hivi sasa, lakini tunaye ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na ama mshiriki wa tatu katika bara hili la Ulaya, limepata bahati ya washiriki watatu, ni mshiriki anayetoka katika nchi ya England. Sisi tunaita Uingereza. Ndivyo sivyo? Jina lake ni Sabiq Taha Abubakar. Sabiq Taha Abubakar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara la nne ni bara la Australia. Bara la Australia ambalo lina washiriki wawili. Mshiriki wa kwanza ni mshiriki anayetoka katika nchi ya New Zealand. Jina lake Bilal Ado Hassan. La bara la Australia. Australia قارة البلد نيو زيلاند. خلاص أستراليا. تعال هنا. بلال
Adao Hassan, Bilal Adao Hassan. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara la Australia, bara lenyewe katika nchi ambazo zipo, nchi ya Australia. Sisi tumeanza na nchi ya New Zealand, alafu sasa anafuatia mshiriki kutoka katika nchi ya Australia. Jina lake ni Abdurrahman Abdi Muhammad. Taalina. Bara la Australia lenyewe ni bara, lakini ndani yake kuna nchi ya Australia na kuna nchi ya New Zealand. Naam, salim ala almuslimin. Hina taqarrab ya akhi. تعال ايوه هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله. Huyo ni Abdurrahmani Abdi Muhammad, ana aibu sana yani, atakusalimia kidogo inakuwa tabu. Bara la 4, bara la 5 ni bara kutoka bara la Asia. Ni bara la Asia ambalo lina washiriki wawili. Mshiriki wa kwanza anatoka katika nchi ya Indonesia, jina lake ni Ash Faiz Fikri Abakaba. Aywa, hawa jamani rafiki zangu sana kiasi wananifundisha Kiindonesia kidogo. Taalina. Salim ala almuslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasharraftu biliqaikum. Ma sha Allah. Wa nahnu tasharrafna. Indonesia bagosha. Tayib. Mshiriki anayefuata ni Kazakhstan. Jina lake ni Zaliv Ali Bek. Zaliv Ali Bek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo anatoka nchi ya Kazakhstan katika bara la Asia. Na bara la mwisho la 6 ni bara la Afrika. Bara la Afrika ambalo mshiriki wa kwanza ni mshiriki anayetoka katika nchi ya Reunion, Suleiman Bilal Ahmad. Suleiman Bilal Ahmad, nchi ya Reunion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anayefuata ni mshiriki anayetoka katika nchi ya Uganda. Jina lake ni Abdurrahman Yasin. Anatoka katika nchi ya Uganda, Abdurrahman Yasin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na anayefuata ni kutoka katika nchi ya Kenya. Jina lake ni Ahmed Muhammad Saidi. Ahmed Muhammad Saidi, majirani zetu hawa, unaweza ukasema mashemeji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inakuwaje washikaji? Si nimekwambia ni mashemeji zetu, mnaona anakuambiaje? Anakuambia nikuaje washikaji. Maana yake washikaji rafiki zangu, msichukue mambo ya nje kule. Sawa sawa? Washikaji marafiki tu, yani vipenzi, ndio lugha ya kimtaa hiyo. Kijana yuko vizuri sana pamoja na mazingira yote, lakini kahifadhi Qur'ani yote. Sasa sio wewe unatiririsha tu maneno ya zo halafu Qur'ani hakuna. Taib. Pamoja na mabara hayo 6, lakini tuna washiriki watatu kutoka katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa nafasi ya pekee, mshiriki wa kwanza katika hao watatu ni kutoka Tanzania bara. Jina lake ni Ismail Yusuf Hamadi. Kutoka Tanzania bara, Ismail Yusuf Hamadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu anaiwakilisha Tanzania bara katika mashindano haya ya siku ya Jumapili tarehe 1 yanayoandaliwa na taasisi yenu pendwa ya Al-Hikma. Anayefuata ni mshiriki kutoka katika nchi ya Zanzibar, kijana Hija Nasoro Hija. Hija Nasoro Hija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watatu ni ambaye anaiwakilisha katika mashindano hayo taasisi ya Al-Hikma Foundation, ambayo inapata nafasi ya kutoa mwakilishi kwa sababu yenyewe inaandaa. Jina lake ni Abdillahi Ali Suleiman. Abdillahi Ali Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa mliowaona waliosimama mbele yenu ndio washiriki wa mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni ambayo
yatafanyika siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa 3 katika uwanja wa Mkapa kuanzia saa 12 asubuhi. Sote tushiriki kuhakikisha tunajua, tunaona, tunafahamu kwenye mtanange wa vijana hawa nani atakuwa nani ataibuka kidedea, nani atakuwa ni bingwa kuliko wote kama ambavyo tumewaona. Takbir!